Karibu sana mwana michezo, tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kama bado haujasubscribe, fanya hivyo uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Na mimi leo hapa niko na Mnandi Junior, Mnandi JR. Tumekuja kuyazungumza yale mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Na ripoti kutoka hapa katika mitaa ya Mwembe Yanga, mahali ambako nimekuja kufanya interview exclusive na Mnandi Junior, Mnandi wa Simba Sports Club. Ndugu yangu, uko poa? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, niko poa. Naendelea kupambana na harakati za kimaisha, harakati za watu weusi mjini hapa. Bwana, nianzie hapa bwana. Azam kama ameanza kuzoea sasa kulamba utamu wa mnyama wa Simba. Alilamba katika dimba la Benjamin William Mkapa magoli ya Jafet Kitambala Bola, lakini pia vile hapo jana tena juzi akaenda kulamba tena pia vile utamu wa michuano ya Mapinduzi dhidi ya klabu ya soka ya mnyama Simba Lunyasi. Bao pekee la Lameck Lawi, mchezaji aliyesajiliwa Simba lakini anachezea ndani ya viunga vya Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam. Mimi tofasili ya neno utamu, sisi kwetu utamu hatuna. Wao walichukua alama 3 Benjamin Mkapa na tukaenda kwenye knockout kwenye kombe la Mapinduzi, wakaqualify kwenda hatua ya finali kwenye mchezo wa nusu finali. Kwa hiyo ninachokijua ni hicho, wamequalify kwenda hatua finali katika michezo miwili na katika mashindano mawili tofauti, NBC Premier League na Mapinduzi Cup. Kwa hiyo wamefanikiwa kwenye tournament zote hizo. Kwenye NBC Premier League washatupokonya alama 3, wakazichukua kaeka kabatini, lakini huku pia wametutoa kwenye hatua semifinal na wakaenda finali, kwa sababu wao ndio mashindano yao haya. Na nishasema toka awali, hawa ndio mashindano ambayo wao wanayapenda na ndio mashindano ambayo wao wanafanikiwa zaidi kuyachukua makombe yake, lakini sio mashindano mengine. Kombe la Mapinduzi washachukua mara 5, na mimi wameingia kwenye finali nyingine kwenda kutetea kwa mara ya 6. Kama watapata, maana watakuwa wamechukua kwa mara ya 6 baada ya msimu uliopita kuchukua Mlandege wao kulikosa, lakini msimu huu inawezekana Mlandege kwa sababu washaondoka mapema, wanaweza penda kwenda kuanganya kinyanganiro hichi kwenda kuliweka kwenye kabati kwa mara ya 6, au nyuma mwiko kwenda kuliweka kwenye kabati kwa mara ya 4 ili ku level scoreboard yakawa sawa na Simba. Ndio vitu ambavyo naviangalia hapa sasa hivi. Hivi ndio vitu ambavyo naviangalia sasa hizi, lakini nikizungumzia mchezo kwa ujumla, mchezo ulikuwa bora zaidi kwa upande wa kwa Azam, lakini kwa Simba ulikuwa mchezo mmoja wa kawaida mno. Yaani haukuchukuliwa kama mchezo wa nusu finali, ulichukuliwa mchezo wa kawaida kama zile hatua za awali ambazo tulizipita nazo kwenye mechi mbili zilizopita. Kwa hiyo ndio unaona mchezo ule. Siwezi kuona Simba kwamba wanacheza mchezo wa nusu finali na wanahitaji kwenda finali, wanacheza vile. Wanacheza kitoto sana. Bwana, miongoni mwa watu ambao walishawahi kuzungumza na kusema ya kwamba kocha ajiangalie Steven Becker ndani ya Simba Sports Club ni pamoja na wewe. Mara ya mwisho uliniambia hata huenda Ramadhani asiwezi akafika. Mnamuona dalili ya kutokufika katika kipindi cha Ramadhani, mwezi mtukufu? Siwezi jua. Yote kwa yote tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie pumzi, atujalie uhai ili tuhakikishe tunafika. Maana mwezi wa Ramadhani nadhani utakuwa katikati ya mwezi wa pili au mwishoni wa mwezi wa pili, hapo ndio utakuwa mwezi wa Ramadhani. Na ukiangalia tuna mechi ya mwezi wa kwanza huu mwishoni. Sawa, mechi ya kimataifa na tarehe 30 mechi ya marudiano hapa Benjamin Mkapa. Hizo mechi mbili za mwishoni mwa mwezi huu basi zinaweza zikaonyesha ishara yoyote kwa Steven Becker. Naona kabisa, kwa sababu kocha aliondoka ambaye sisi tulimpa cheo cha umeneja, alitumikia Simba michezo 5. Sawa, michezo mingapi? 5. Katika michezo 5 amefungwa michezo 2 na akaondoka. Na huyu katika michezo 5 tayari ashaitumikia Simba michezo hiyo 3. Michezo ya hatua ya awali ya kombe la Mapinduzi 2 na mchezo wa nusu finali 1. Amendo huo kapoteza kwa goli 1-0, lakini michezo 2 alishinda. Ule alishinda 1-0 wa kwanza, wa pili alishinda 2-1. Jumla amescore magoli 3 kwenye nyavu zake, lakini ameenda kuruhusu magoli 2 kwenye nyavu zake. Kwa hiyo anachanya hiyo 1. Kwa hiyo sasa hizi amebakisha michezo 2 yeye kama kioo ya kummulika. Je, ataendelea ndani ya viunga vya klabu ya Simba ama la? Tukae na kusubiri, kwa sababu nilizungumza akija Tanzania aje na kibegi kidogodogo cha kuwekea laptop. Kuna maneno mengi yalizungumzwa baada ya mechi ya pili ya pale New Amani Zanzibar tuliocheza na wale Fufuni. Sawa, yalizungumzwa mambo mengi sana baada ya mimi kuzungumza uhalisia. Watu wakaniita mimi mchome, wakanipa maneno mengi tu, lakini majibu yamedhihirisha siku ya jana kwamba shida sio kocha, shida itabaki pale pale. Wewe uwezekani ukaona mwiba kwenye makalio ukasema unaenda kutoa mwiba kwenye mguu, kwenye kisigino. Lazima uanze kutoa ule ukae vizuri ndio ukatoa kwenye kisigino. Sasa mwiba kwenye makalio sisi hatujatoa, bado upo. Tunaendaje kuja kutoa mwiba kwenye kisigino? Unakaaje mpaka ukatoe mwiba kwenye kisigino?
una uwezo gani? Au utautoa huku umesimama? Ni kitu ambacho kiwezekani, lazima ukae ndio upate mazingira kutoa ule mwiba. Kwa hiyo ule mwiba kwenye makalio Simba bado upo, na kama hujatoka ule mwiba abadani asilani Simba. Tena msimu huu ndio utakuwa msimu wetu mbaya zaidi kuliko msimu uliopita. Msimu ndio utakuwa msimu wetu mbaya zaidi kuliko msimu uliopita. Nakwambia mimi, tunza maneno yangu. Na kwa nini nazungumza hivi? Uongozi ushaenda kwenye kumaliza muda wao, na maneno mengi yasazungumzwa kuhusu uongozi. Kwa hiyo wanachokifanya sasa hizi, tokomeza Simba, sisi tuwe salama. Yani sasa hizi viongozi wanatokomeza Simba kwenye madongo poromoka, wao wawe salama. Ya maana wakitoka hata wakizungumzwa vipi, wao mafanikio yao washayapata, tajua wenyewe kuirudisha Simba kwenye barabara. Ndio kinachoendelea sasa hizi. Kama wana Simba mnanisikiliza kwa makini na mtanielewa, mtajua ninachokiamanisha. Kama mtaniona mimi ninachokizungumza kama nimekunywa pombe za vimbwelu, haina shida. Tutaendelea kupata masononeko tu. Sababu sisi tulisimama toka muda tunazungumza na watu wakatuataki, lakini mwisho wa siku wakarudi upande wetu na wakasoma mpaka alobadili. Lakini mwisho wa siku alobadili inaendelea kwenda sisi kwenye matokeo ya muendelezo wa kupoteza. Kwani toka isome alobadili klabu ya Simba ilicheza mechi gani? Si ndio mechi zetu hizi za Mapinduzi? Tumeshinda mechi 2, hii mechi ya 3 tumeenda kuangukia pua. Wale ambao tuliwafunga ni underground kwetu. Huyu aliyotufunga ana muendelezo wa kutufunga mechi ya pili, kwa sababu ni mtu ambaye tunashiriki nayo kwenye NBC Premier League na mashindano mengine hapa. Lakini pia tuko nayo kwenye makundi, sisi tuko Champions League, yeye yupo kwenye shirikisho. Sawa? Wote tuko kwenye mashindano, yeye na sisi. Wote hatuna alama mpaka sasa. Kule kwenye makundi. Mwenye alama ni Singida. Kumbukumbu yangu ana alama 1, lakini Dar es Salaam Young Africa ama nyuma mwiko wana alama 4. Ndio watu wenye alama kule. Lakini sisi wote ambao hatuna alama, lakini tumekutana na wanapiga bato na sisi, tuko mashindano tofauti na wametufunga mechi 2 mfululizo. Lakini ukiangalia kule kwenye makundi wamegongwa mechi zote. Sawa? Kwa hiyo inamaanisha kwamba sisi Simba kwa Azam sasa hivi tunaonekana mwembe wa uani, na sio Azam tu. Tuna mechi 2 za kimataifa. Tuna Esperance de Tunis, home and away, tarehe 23 kwa tarehe 30. Jiulize kama tumecheza mpira mbovu zidi Azam tena ya under 20. Ile ya New Amani Zanzibar, ile ya under 20. Hayupo Foba goalkeeper. Sawa Hayupo Fei ambaye alikuwa kwenye mchezo ule. Hayupo Msindo, hayupo Edinado, hayupo hata yule ambaye alitoa assist, alotokea sabu. Sawa dunia hukumuona pale. Hayupo. Tunakula chuma moja na tukitandaziwa pira safi. Tena tumepigiwa pira la hatari, pira la kibabe. Tujiulize, wale under 20 ndio kutusumbua sisi? Acha tu goli. Abe kafunga la Meki Lawe ambaye tulisajili msimu uliopita kucheza Simba, akabaki Kosti na baadaye akaja Azam. Sawa? Ndio amekuja ametufunga. Kwa maajabu makubwa ametuomba lazi wana Simba. Sawa Kwa nini anatuomba lazi? Hajaitumikia klabu yetu. Lakini Meki Lawe katuomba lazi wana Simba. Alijua niliajiliwa kweli Simba nikafanya kazi, lakini kutokana na baadhi ya nguvu za uongozi wake wa Kosti umesababisha yeye kutokuja Simba. Pamoja kaifunga Simba, ameomba lazi Simba kwamba hakuwa na nia mbaya kuifunga Simba. Lakini yuko kazini, anashughulikia mkate wake. Kwa hiyo lazima aonyeshe kwamba yeye yupo. Na ametuonyesha wana Simba kwamba huyu hakuwa mchezaji mbaya, ni mchezaji mzuri. Kaenda kambani. Na ile ilikuwa soa yake ya kwanza, alipiga kama 2 alitukosa. Ile ndo akaenda akaweka kambani. Kwa hiyo naamini wana Simba tuna masononeko makubwa, tuna maumivu makubwa katika kipindi hiki, lakini bado tutaendelea kula maumivu, kwa sababu niliwaona baadhi ya wanachama wa klabu ya Simba na baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba baada ya mchezo wakizungumza kwamba shida sio viongozi, shida sio benchi la ufundi, shida ni wachezaji wetu, hawana uwezo wa kucheza Simba. Sawa, hao wachezaji wanaonekana ni kwa kawaida sana. Leo sio watu wa kuzungumza hayo maneno, wale ambao nimeona wamezungumza pale. Yaani wakiacha sehemu yenye shida wanazungumzia sehemu ya shida. Kwa sisi Kizalamo tunasema koleka kikozile kwa kunguna inguo. Unajua maana yake? Yaani unawacha kile kilichotoa yale maji, unaenda kukunguta nguo. Nguo ina shida gani wakati kuna kitu kilitoa yale maji mpaka nguo inaloa? Ndio maana kuleka kikozile kwa kunguna inguo. Ndio tunachokifanya sasa hizi. Tunaacha kwenye shida, tunaenda kwa wachezaji. Yaani tumehama sasa. Tumehama kwa meneja kule ambaye kaondoka. Tumeondoka kwa viongozi ambao wanatutesa, tumehamia kwa wachezaji. Kwenda kuwapa pressure zaidi wachezaji. Hivi nijiulize, mtoto bora anazaliwa kwenye familia gani? Si familia iliyokuwa bora. Sasa leo unaweza kuniambia kwamba mtoto sio bora. Kama sio bora babake anakuwa bora? Kwa naamini mmeacha sehemu yenye shida, mmeenda sasa sehemu ya mwisho. Sehemu ya wachezaji ni sehemu ya mwisho. Mimi mwenyewe ni miongoni ambaye naweza nikamlaumu mchezaji, lakini kabla ya kumlaumu mchezaji naangalia anapewa kile kinachostahili.
Kama anapewa kila kitu kinachostahili, lazima niwe mtu wa kwanza kumlaumu mchezaji, kwa sababu unalipwa posho kwa wakati, unalipwa mshahara wako kwa wakati, na viongozi wanatupa ushirikiano sisi wanachama na mashabiki kwa wakati. Wewe shida kuto kufanya vizuri uwanjani ni nini? Kwa lazima tutasimama kwa wataki wao. Leo tunajua kabisa tuna shida ya uongozi. Mtu anasimama kabisa, hizi shida sio uongozi, shida sio benchi la ufundi, shida ni wachezaji. Unaanzaje kwenda kulaumu wachezaji? Hii shida ya uongozi ushaiondoa? Umeshaitibu? Mpaka kulaumu wachezaji. Mimi niwaambie wale wote ambao mliwaumu wachezaji, tufanye kitu hiki kimoja. Ili si dirisha dogo, si tunaruhusiwa kusajili hata wachezaji wote. Tuwaambie sasa viongozi wetu, piga panga wote wale. Wote. Si tumeshasema shida ni wachezaji, tushatoka kwenye uongozi, tushatoka kwenye benchi la ufundi, tumeenda kwa wachezaji. Tuwashauri sasa hizi sasa kina Mangungu na watu wake, kina Magoli, piga chini wachezaji wote, fukuza. Si ndio pale kobaki? Choma kichaka hicho. Ili tuone kinyonga la penyea wapi. Walete wachezaji wengine wapya dirisha hili dogo wote. Alafu tuone Simba kama itafanya vizuri. Uje ukate shingo yangu. Kama wanaleta wachezaji wengine wote wapya, tena kachukue kina Messi, kina Neymar, sawa, kina Cristiano Ronaldo, kina Mo Salah, sawa, kina Sadio Mane. Lete pale kutoka mataifa mbalimbali kwenye ligi mbalimbali huko. Pendwa, kachukue mchezaji huyu mmoja mmoja kila taifa. Lete Simba. Na uongozi ule kuwepo, kama itafanya vizuri njoo kate shingo yangu. Mbona wengi wanasema kwamba shida ni Mohamed? Mo kafanyaje? Mwekezaji ndio shida. Atoi hela. Kama atoi hela kwenye mkutano walisemaje pale? Tuliwaambia pale watuambie kwamba Mo bajeti yake anaotoa kwenye usajili ni hii. So alisema pale. Mbona sikusikia imekosa kutaja pale, imetaja bajeti ambayo inaingia tu kwenye club kupitia sponsor wetu. Kwa nini imetajwa hela Mohamed Dewji? Msema ukweli ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu, na msema uongo ni kipenzi cha shetani. Kama huyu mtu ana shida, wanatakiwa kutuambia huyu mtu ana shida ni nani? Si uongozi wa klabu yetu. Kama uongozi aje kutoka na kutuambia kwamba viongozi utajiri wetu ana shida, sisi tutajuaje kama yule ana shida? Tunapomwataki huyu tunamkosea. Huyu ameitoa Simba madongo polomoka mpaka leo Simba inaonekana barani Afrika. Mpira wa Tanzania umeonekana barani Afrika kupitia Mohamed Dewji. Na tusemi kwamba Mohamed Dewji hana mapungufu. Lakini mapungufu yake tunayaona vipi kama uongozi wetu hauko stable? Shida ya Simba huko kokote. Shida ya Simba iko hapa kwenye management, ndio kwenye shida. Hapa ndo kwenye tatizo. Lakini watu wakikimbilia si kwa wachezaji, na mimi ndio ushauri wangu huo. Kama tumeona sasa hivi kote hakuna shida, tuambie sasa wafukuze wachezaji wote dirisha hili dogo, sababu linafungwa tarehe 30 ya mwezi Januari bado. Sawa? Muda bado unaruhusu, ndio kwanza leo tuko kwenye tarehe 10. Wafukuzwe wote. Watuletee wapi afu tuone Simba itafanya vizuri. Kama shida ya wachezaji hawa waliokuepo, kama unaonekana kwamba maprofaili yao ni madogo, uwezo wao kwenda kucheza Simba B, basi waondolewe. Tuletewe wachezaji ambao tunaona wanafaa. Afu tuone kama itafanya vizuri. Wana Simba tukubali, tukatae. Tuwe kitu kimoja. Simba yetu ina shida kwenye management, sio sehemu nyingine yoyote. Uwezi kuniambia Azamu anaweza kubatu na sisi kwenye mechi mbili mfululizo akatufunga. Tena wachezaji wengine ni under 20. Wachezaji wengine under 20 asilimia kubwa wanatufunga. Under 20 wanatufunga sisi na kutuonesha kandanda safi. Bora hata huku kwenye NBC Premier League. Tulionyesha mpira bora, wao tulionyesha matokeo tu. Lakini mpira asilimia kubwa tumecheza, lakini huku mpira wote wamecheza wao. Nafasi za kupata magoli nyingi wametengeneza wao, na magoli mengine yameingia kwa offside. Sasa tulipata hata goli la offside. Tulipata Kibendera kanyoosha kwamba tumezidi. Alafu nataka kuniambia kwamba shida ni wachezaji wetu na viongozi wako pale pale jukwani. Yaani kile ni kimvuli kwamba tuwepo eneo la tukio ili tujisafishe, tuonekane sisi wasafi. Kwa kuna mapindi kuna viongozi walikuwa waonekani uwanjani. Walikuwa wanajadiliwa. Sasa hivi kashajua kumbe ninapokuwa sionekani uwanjani kumbe madhaifu yangu yanaonekana. Niende uwanjani nionekane ili madhaifu yangu yasionekane, na watu wanajificha kwenye mwamvuli huo. Lakini kwangu mimi hata ukikaa chini ya shimo, mimi najua wewe bado kiongozi ufai kwenye madaraka ya Simba Sports. Yaani hata ukiwa chini ya shimo bado nitaamini wewe sio kiongozi bora. Kiongozi bora ni yule anawasamini mashabiki, anawasamini wanachama wake, anawasamini wachezaji, analisamini benchi la ufundi. Huyo ndio kiongozi bora, na anaenda kuwasamini wale sponsor wanakuja kwenye klabu yetu. Huyo kwangu mimi ndio kiongozi bora. Lakini kiongozi anakaa tu anajibu shiti. Unaulizwa swali lingine, unaenda kujibu swali lingine. Ndio ulichoulizwa. Alafu mimi kwangu awe kiongozi bora. Sasa nimeona wadau wangu yuzi wako kule Nyuamani Zanzibar, baada ya matokeo wanasema shida sio uongozi, shida sio benchi la ufundi, shida wachezaji. Halo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Msiba mzito sana. Tuna msiba mzito sana Simba Sports. Ali alikuwa analia bwana, mai wake mkimbia. Mind game ile. Ile ni mind game. Sio kwamba alikuwa analia wala nini, ile ni mind game. Sawa Alijua kwamba Simba kama atutumbukia finali, hawezi kukubali kwenda kufunga mechi ya 7. Na sisi tusingeenda kukubali kuachia wale. Mechi ile wao kama watu ungepambana tu kuhakikisha ile mechi tungeenda kupata matokeo ili kufuta ile aibu yetu. Tulifanya hivyo kwa mashabiki kwenye bonanza letu, na tungeenda kufanya mkakati. Tulishakuwa tumejipanga, tukishatinga finali tunaenda kufanya kazi. Tulikuwa na mipango hiyo.
lakini tuliona hapa tunatinga vipi fainali. Tuwaone hao viongozi wetu wanafanya nini. Wamesimama tu, yani wamesimama tu kama milingoti. Hakuna cha maana ambayo wanakifanya kuhakikisha wanaisupport klabu kupata matokeo. Yani klabu usiangalie kwamba mchezaji analipwa mshahara, analipwa posho. Kama hujafuata mila na desturi zako huwezi kutoboa. Hao viongozi hawataki kuwasamini wanachama na mashabiki. Watu mioyo imekufa ganzi, sasa wametulia, wamewaachia timu wafanye kazi. Kama wameachia timu wafanye kazi watafika wapi? Na nimeona baadhi ya viongozi wa wilaya, sawa, wakituwataki sisi tunaitetea maslahi mapana ya klabu. Hii inamaanisha nini? Kama bado wanaendelea kutetea uongozi huu mbovu, wao wanamaanisha tutatoboa? Mimi niwaambie wana Simba tuna shida kubwa. Na hii shida kubwa inabebwa na hawa viongozi wetu wa wilaya. Ngazi zote za wilaya zetu za Dar es Salaam. Nikiacha huko kwenye mikoa mbalimbali. Hii tu kitovu hapa Dar es Salaam. Viongozi walikuwa hapa. Ushawasikia kwenye masekeseke yote wanasimama na kuzungumza chochote? Mpaka leo wako kimya. Manake wanalizika na tunachokipata wana Simba. Na kwa sababu viongozi wengi wa wilaya kwenye wilaya zetu zote ni wazee, wanakula maslahi yao, na kama wanakula maslahi yao unategemea kinatokea nini? Wao wanasema sisi tunakula pensheni. Simba ikifa haina shida. Wameshapita wangapi? Wanaenda kuiteketeza Simba. Wanachama tulikuwa tuko imara, tusimame kuisupport klabu yetu, kuitetea. Inapoelekea sio pazuri. Eti huku nakoelekea sio pazuri. Watu wameshafikia kusema mimi navaa jezi ya Simba, mtu anavua jezi ya Simba, anavaa jezi ya Yanga. Kusema kwamba mimi nitarudije nyumbani. Maana maumivu yamezidi. Lakini kwa mimi jezi navaa muda wote na hakuna ambaye ananisumbua. Wewe ukiongea, mimi najua wapi nitakujibu. Sina hofu ya kujibu washabiki wa nyuma mwiko kwa sababu nawaweza. Lakini kuna watu hawana uwezo wa kuwajibu hao. Ndio wao wanapata shida, wanabadilisha mpaka jezi. Mimi sibadilishi jezi. Lakini kikubwa niambie wana Simba, tuendelee kuumia, lakini mazuri yatakuja baada ya uongozi huu kuondoka. Lakini kama huu bado upo, huyu Steven Baka ataondoka kama nilivyosema, lakini pia huyo mwingine atakayekuja pia ataondoka. Sababu nilisema kabisa, huyu sidhani kama atamaliza mechi 3. Lakini katika mechi 3 kashinda 2, moja kafungwa New Amani Zanzibar, karudi, katolewa nusu finali. Bado ana kibarua cha mechi 2 tu. Kama atafungwa kule Tunisia na kwa Mkapa, sidhani kama tutakuwa naye. Bwana, unakumbuka nini?